Ni mwendelezo wa taarifa mbalimbali kupitia hapa Fino Media. Langu jina ni Editor Chiwaligo. Kutokea mkoani Katavi, mtoto wa kike anayekadiriwa kuwa na umri chini ya miaka 18 ametoroka kwao baada ya wazazi wake kutaka kumwozesha kwa mtu asiyefahamika na kuahidiwa kupewa ng'ombe 18 kama mahali kwa binti huyo. Hivyo katika tukio hili la huyu mtoto nilipigiwa simu kwamba kuna mtoto ambaye amejisalimisha kituo cha misheni ambalo ni kanisa la Milala kwa ajili amekimbia kwao, tayari walikuwa kuna mchakato wa kumwozesha. Hivyo kwa jitihada zangu, kwa sababu nina namba zote za polisi dawati la jinsia, niliwapigia wakanihoji kwamba umefika eneo la tukio, nikasema sijafika. Nikaambiwa niende moja kwa moja mpaka eneo la tukio ili nikajiridhishe. Kweli nikaondoka, nimefika mpaka pale nikajiridhisha na kumhoji mtoto. Walitaka kunioesha kwenye ng'ombe 18 na mimi nikatoroka. Lakini baada ya kufika eneo la tukio niliwahoji, taarifa zimetoka kwa mwenyekiti wa kijiji. Akasema mwenyekiti wa kijiji, tumetoa taarifa kwa muda mrefu lakini hakuna mafanikio. Basi baada ya kufika niliwapigia polisi dawati, akawa amekuja mama mmoja ambaye ni mkuu wa polisi dawati ya jinsia. Akawa amefika moja kwa moja, tumeongozana naye, akawa amechukua kumhoji yule mtoto. Baada ya kumhoji mtoto, ikaonekana kwamba arudishwe moja kwa moja aende kituoni kwa ajili ya hatua nyingine zaidi, kwa sababu akienda akimruhusu kwenda nyumbani anaweza kufanyiwa tena ukatili. Kiukweli hichi kitendo kinasikitisha sana, kwa sababu ni mambo ambayo yamekuwa ni endelevu hasa kwa jamii za Kisukuma. Nitoe rai kwa wazazi, hasa kwa hizi jamii, kuwaozesha watoto chini ya umri wao ni kitendo kibaya sana. Tamaa za mali hazitowafikisha popote. Waacheni watoto wafikie umri wao ili kusudi wafanye maamuzi wenyewe na wafanye uchaguzi wenyewe, na sio kuwachagulia mnavyotaka nyinyi kama wazazi. Tunaangalia huyu mtoto ni kweli amefikisha malengo yake? Ukiangalia ni hapana, ni mtoto mdogo. Tukifuata usawa, ilibidi aendelee kusoma ili aweze kutimiza malengo yake na baadaye aweze kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya kumpata yule ampendaye, lakini sio kulazimishwa na wazazi. Nini nataka kuongea? Jamii kiujumla pamoja na uongozi kwa ujumla inabidi tupiganie haki za kila makundi, wakiwepo watoto, wamama, walemavu na makundi yote yanayohitaji haki sawa kama binadamu wengine. Niwashukuru sana wananchi wangu kwa ushirikiano ambao wameuonyesha kwa kitendo ambacho kimetokea katika kitongoji changu. Ukweli nawahusia wananchi wangu, wana kitongoji wangu pamoja na kijiji kizima, hata yani serikali yote kwa ujumla, kijiji, nchi nzima, kitendo ambacho wanakifanya kuozesha mtoto mdogo chini ya umri wa miaka ambapo bado hajafikia, ukweli inasikitisha na inaumiza. Na wahasa tusiwe na tamaa za mali. Najua mali ndio zinazoponza watu. Tusiwe na tamaa za mali. Na wahusia wananchi wangu wote wa kitongoji cha Jelemanga na wananchi wa Milala, jamani, hebu tuamke. Unamwozesha mtoto bado ni mdogo, kwani msipeleke shule? Watoto wanashindwa kusoma, mtoto anashindwa kusoma kwa sababu ya kumwozesha. Kwa taarifa zaidi endelea kuwa karibu nasi, usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Langu jina ni Editor Chiwaligo.